mheshimiwa mkuu wa wilaya niseme, wafanyakazi wa jiji wanajitahidi sana. Wanafanya kazi kubwa sana na mimi wapongeze. Lakini kuna baadhi pia sio waadilifu. Matumizi ya rushwa, ndugu zangu wataalamu wa halmashauri, hapana. Hatutamvumilia mtu yeyote atakayepokea rushwa mahali popote. Hatutamvumilia mtu yeyote atakayemwonea mwananchi mahali popote. Tutadili na yeye sambamba. Kwa hiyo naomba tufanye haya mambo yote kwa kushirikiana, lakini kwa nini? Kwa nidhamu pia, ili tuwe jiji la kwanza Arusha kama jiji la mfano wa jiji itakalokuwa inajiendesha yenyewe kwa mapato yake ya ndani. Michango mbalimbali, pengine chakula, pengine I don't know. Lakini kwa mimi ninavyojua, hakuna mzazi yote anaruhusiwa kuchangia hela hadi pale vikao vya wazazi vimekaa na kibali cha ile michango. Nafikiri mheshimiwa mkuu wa wilaya inatoka kwenye ofisi yako. Sasa sina uhakika sana kama kuna mwalimu kweli ana mishipa ya kuwachangisha wazazi bila kibali cha ofisi ya mkuu wa wilaya. Ndugu zangu, mimi kama meya wenu, kama kuna mfanyakazi wa namna hiyo, huyo tutashughulika naye. Yaani hatutaonana aibu katika hilo. Kwa hiyo kaeni mguu sawa. Mimi mstahiki meya niungane na wewe, michango holela shuleni haitakiwi. Sera ya elimu bado iko vile vile, kwamba elimu ni bure kuanzia chekechea hadi kidato cha 6. Lakini hata hivyo, Mheshimiwa Rais akaona haitoshi, ameanzisha mfuko maalum kwa wale vijana wanaomaliza form 6 wenye ufaulu mkubwa kupitia mfuko wake wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye mfuko wa elimu ya juu. Tumpigie makofi sana Mheshimiwa Rais. Ni namna gani nafika? Sisi ndio jukumu letu kuwasaidia wananchi, kuwasaidia vijana wetu wapate ufaulu mkubwa, hususani mabinti waweze kutumia fursa hii ya Mheshimiwa Rais ambaye ameitoa. Lakini pia katika mwenendo wa shule zetu za sekondari na msingi wilayani Arusha, kuna tabia imezuka sasa hivi ya kutoa adhabu zisizo na kipimo, ili hali sera na taratibu ziko wazi, zimeandikwa, lakini tunavuka mipaka mpaka tunafikia kuwaumiza watoto. Kuna shule moja ya msingi inaitwa Imani. Hii shule ya msingi ni ya binafsi, iko kata ya Osunyai. Kuna kijana ameumizwa, tumeona kwenye clip, amepigwa, ameumizwa na kuvunjwa mkono kwa ajili ya adhabu zilizotolewa na walimu, takriban kama walimu 3. Sasa nilimwelekeza mkurugenzi kuchukua hatua, na mkurugenzi anachukua hatua ya kuunda timu. Timu hii imeshafanya kazi na kumpa ripoti ya awali mkurugenzi. Kupitia ripoti hiyo, tutawaelekeza mamlaka husika kuchukua hatua dhidi ya waliohusika.